Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu niwapashe yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kuna maovu ambayo yanapangwa na serikali ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu, baada ya kupata taarifa kwamba mahakama ya jinai ya kimataifa ICC, International Criminal Court, imeanzisha uchunguzi Tanzania kubaini wale wote ambao waliweza kuuawa baada ya maandamano kuzuka kukataa uongozi wa Mama Samia Suluhu, kukataa udikteta, kukataa kura ambazo Watanzania waliweza kunyimwa demokrasia yao. Watu wengi waliuawa Tanzania, zaidi ya 4,000. Wacha niwaibie siri. Unaona, Kenya mwaka 2007 watu 1,200 waliuawa. William Ruto, rais wa sasa wa Kenya, alipelekwa ICC. Hii ya sasa ya rais wa Tanzania ambaye ni Mama Samia Suluhu, watu ambao wameuawa zaidi ya 4,000. Hii ni serious. Hii ni serious. Ataenda. Na ndio maana ameanza kufanya maovu. Kulingana na Askofu Bandekile Mwamakula kutoka Tanzania, anasema kwamba familia za wale ambao wapendo wao waliweza kuuawa kwa mtutu wa bunduki Tanzania wanalazimishwa kuandikisha kwenye cheti ambacho wanapewa kutoka hospitali, cheti cha kufariki, kwamba wapendo wao walifariki kutokana na ugonjwa, maybe ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa figo, lakini ikiwa walipigwa na risasi. Imagine jinsi ambavyo unaona hapo. Askofu Emas Bandekile Mwamkula ameweza kuzitoa taarifa hizo. Unajua askofu hawadanganyi, na ameweza kuwashangaza wananchi kwa kuweza kufichua taarifa hizi ambazo zinapangwa na serikali. Jinsi ambavyo unaona hapo zikasomeka hivi: wafiwa wasidanganywe na wauaji. Wafiwa msidanganywe na hii serikali ya wauaji ya Tanzania. Kaeleza kwamba, ndugu wa Tanzania, tumetaarifiwa kuwa familia zinazopewa miili ya ndugu zao waliopigwa risasi wanaambiwa kuwa ili wasisumbuliwe wakati wa kusafirisha miili hiyo, wadanganye kuwa marehemu hao walikufa kwa ugonjwa, lakini sio kwa kupigwa risasi. Kwa hiyo madaktari pia huandika katika cheti cha kifo sababu ya kifo kuwa ni ugonjwa, na hutajwa ugonjwa wowote. Nasikia huyu ni askofu ambaye ameweza kuambia, ndugu wa Tanzania, msidanganywe. Taarifa zimeweza kufichuliwa kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu inawalazimisha wapendwa ama familia ambazo ziliweza kupoteza ndugu zao, ili kipindi ambapo wanapewa miili waende kuizika nyumbani, kipindi ambapo wanaisafirisha kwa gari, wanaambiwa kwamba wakisimamishwa barabarani na afisa wa polisi au askari jeshi, waseme kwamba mpendo wao aliuawa ama alifariki kwa ugonjwa, maybe wa moyo, asiseme kwamba ni risasi. Wanaambiwa kwamba eti watasumbuliwa. Kusumbuliwa kupi? Mnadanganywa. Kwa nini? Pale kwenye maybe mochari kuna ile sajili ambayo inaandikwa chini, au kipenda register ambayo inaandikwa chini, ambayo inasema kwamba watu fulani waliondolewa hapa, watu fulani waliondolewa hapa. Wataandika chini eti kwamba walifariki kwa ugonjwa, bali sio risasi. Na hiyo itakuwa ni hasara kipindi cha uchunguzi.
Askofu huyu akaendelea kusema hivi, ndugu hao kwa sababu wanakuwa na uhitaji mkubwa wa kupata miili ya wapendwa wao, wanajiona kuwa wanasaidiwa na wanaingia katika mtego huo wa kusema uongo, wasijue kuwa ni mbinu ya kuwasaidia watawala kuficha ukweli kuhusu mauaji ya halaiki. Nimetoka kuambia nini? Hii serikali ya Mama Samia, baada ya kusikia kwamba ICC imetua Tanzania inafanyisha uchunguzi kuhusu wale ambao waliweza kuuawa kipindi cha kura, wanataka kutumia kila mbinu ili kuweza kuhakikisha kwamba wanadelete, wanaficha ushahidi. Kwa sababu ICC itapita kila mochari, iweza kupewa sajili, register, faili za wale ambao wameweza kuondolewa. Kwa sababu mtu akifariki kama ni ajali, ataandikwa mtu fulani aliweza kufariki kwa ajali, mtu fulani aliweza kufariki kwa ugonjwa, mwingine aliweza kufariki kwa risasi. Hawa wanaambiwa kwamba waandike wapendo wao waliaga kutokana na risasi, yani kutokana na ugonjwa na wala sio risasi. Akaendelea kusema kwamba ukweli ni kuwa wakati wa kufanya uchunguzi ukifika, orodha ya watu waliouawa itapungua, kwa sababu wachunguzi wakienda hospitali watakuta majina ya marehemu tajwa, lakini sababu za vifo vyao haitakuwa ni risasi, bali itakuwa ni ugonjwa wa sukari, figo, ini na kadhalika. Nimetoka kueleza nini wapenzi watazamaji? Nimewaeleza kwamba hii serikali ya dikteta Samia iko na njaa ya kutaka kuzima ushahidi ambao umetanda Tanzania kutokana na halaiki kubwa ya wananchi ambao waliweza kuuawa. Wanataka kutumia kila namna kuficha ushahidi, ndiposa Mama Samia Suluhu asifunguliwe kesi katika mahakama ya jinai. Akaendelea kusema huyu askofu hivi, hatari nyingine ni kuwa watawala wanaweza kuwafungulia mashtaka watu waliosema kuwa marehemu alikufa kwa kupigwa risasi, wakijua kuwa watu hao hawatakuwa na ushahidi, kwani cheti cha kifo kitaonesha sababu nyingine. Kuna wanaharakati mbalimbali ambao walisema kwamba watu wengi wameuawa Tanzania. Mama Samia anataka kufunika ushahidi wote. Vile msipochunga, itafika kipindi ambapo wananchi wa Tanzania watafunguliwa kesi na serikali. Kwa nini? Utaambiwa ulipokuwa unasema eti kwamba kuna wale ambao waliweza kuuawa na serikali, uko na ushahidi gani? Ulisema mtu fulani aliweza kuuawa kwa risasi, angalia cheti cha kifo kinasoma nini? Alifariki kwa ini. Na yule mwenye aliweza kufariki hata kuwa na wakati wa kuja kujitetea, sema alipigwa na risasi ama alipigwa kwa risasi. Hiyo ndio njaa ambayo wanataka kufunika Tanzania, wanataka kufunika ushahidi. Akaendelea kusema hivi, sisi askofu tunatoa wito kwa familia kuepuka mtego huu, wakwepe kukubali kusema uongo utakaopunguza idadi ya watu ambao walikufa kwa kupigwa risasi. Familia zote zitoe ushirikiano kwa taifa lao ili baadaye watu waliofanya haya mauaji ya kinyama wakija kushtakiwa wasiwe na sehemu ya kukwepea. Je, ni nini kimekushangaza? Je, maoni yako ni yepi? Mwamkondoo ameshinda. Tumfuate Askofu Amos Bandekile Mwamakula, Itunge, Dar es Salaam, tarehe 6 Novemba mwaka 2025. Nikiangalia yale maneno ambayo askofu ameweza kuyataja hapa ni ya kweli. Mbona wameamua kubadilisha kiini cha maafa ya wapendwa wetu ambao waliweza kuaga kipindi cha maandamano Tanzania? Eti kwamba wanabadilisha na kuandika kwamba wengine walifariki kwa sababu ya ini ilikuwa na shida, figo ilikuwa na shida, mwingine kisukari. Kwa nini? Wanataka kupunguza ama kupunguza ushahidi. Pili, wanaweza wakawashtaki wa Tanzania ambao waliweza kusema kwamba kuna wale ambao waliweza kuuawa.
itasemekana kwamba walikuwa wanachafulia serikali ya Mama Samia Suluhu jina, kwa sababu cheti cha maafa kitakuwa kimeandikwa mambo mengine. Wale ambao watakuwa wamezikwa hawatakuwa na muda wa kujitetea. Tafakari hilo. Kila ambacho nakuomba, tafadhali zidi kupiga subscription, zidi kutoa ushirikiano wako katika hichi kituo. Tuendelee kufika mbali, tuendelee kuzungumza na watu wengi, zidi kusambaza ujumbe huu ufikie watu wengi, ndiposa waweza kujua kile ambacho askofu ameweza kukifichua. Mimi wako Ezra.